Na mimi ndio opposition leader hapa Jacaranda, na kuna vitu zingine zimefanyika hapa Kenya. Mimi nasema wale walikuwa wanacheza pale. Nimesikia ati mtu anapea mwenzake form jaza kwani wana apply kazi. Wewe uko hapo unajui Raila Amolo Odinga alikuwa ana apply kazi. Wewe kazi gani umeapply kutoka asubuhi hadi saa hii? Uko umekaa hapa unasema uko handshake. Sijakataa. Handshake ilianza huko 1997. Kama wewe bado sijui kabla ulikuwa nasoma. 2002 handshake. Tena Uhuru Kenyatta handshake. Mpaka ya leo handshake. Hata ukisoma kwa kitabu hiyo handshake inakuanga kwa government. Government gani Kenya mzima watu inakuanga na handshake. Wakenya watu wametubeba akili sana. This time round coming 27 Mungu utujalia wote wako hapa Jacaranda. Mtu asikufe hata moja waone na macho yao. Hawatakufa sawa. Baba na baba Mungu na kuombea hao watu. Wale wanapiga kelele tukisema must go. Wanasema 10 bila break. Bwana na kuombea uone. Na hiyo siku utaona. Baba Auta manage. Mr. Speaker, swali. Wacha kuja kuuliza Swali. Songa continue. Wacha basi. Mmoja sema kuna swali. Swali. Mr. Speaker, mimi nasema hivi. Wewe unacheza wewe. Mr. Speaker nikiproceed nasema hivi. Mr. Speaker. Najua wale watu wako hapa. Most of them ni wazazi. Majority kazi ya watu wanajua watu. Mtu ako na familia. Sahi. Watoto yako sahi kama uko na mtoto ana perform sana. Huyu mtoto kutoka primary, huyu mtoto alikuwa na perform vizuri sana. Na huyu mtoto akapata 400 akienda form 1. Form 2 huyu mtoto bado anapata 2A. Form 3A. Alafu form 4 huyu mtoto anaenda kupata urafiki na ule anapatanga D-. Huko na kiki atapita KCSE. Tumia kile kisema hivyo. It means wale mtu anaenda perform na ule ana perform. Unasikia hapo? Ule anaenda perform ataenda kumesa ule ana perform. It means hata Ruto anaenda kwenda perform nyumbani kama grade 7. Na huyo rafiki yake. Mtu anauliza hapa. Ati tutaweka nani? Ati wataweka nani? Wewe unajua ukisoma hata Biblia wale wafarisayo walienda kumwambia Jesus, "Mwambie hao watu wako wanyamaze." Alijibu aje? Hao watu wakinyamaza hata mawe itaanza kupiga kelele. Ndiye nataka kumwambia tumia kile nikisema kitu kama hiyo. Wewe ndio upige kura mwe Ruto. Tunajua mtu tutaweka. Unajua je kama hiyo ni bahati yako ya kuonja mambo ya president? Wewe utaki uwe president na tunataka tu mtu ya kuweka. Na wewe ni Mkenya. Hadi unaleta nani? Kwani wewe ni Sudan citizen? Mimi nataka kumwambia watu. Mr. Speaker nasema hivi. Na proceed kusema hivi Mr. Speaker. Wacha umise basi. Sam nini man? Point of order, Mr. Speaker. At where we are at the VIP and there's an individual who is making a lot of Speaker ni joka. So we are advising hapa watu wapige makofi. Sam. Nasema hivi. Mr. Speaker unaona watu wanasema Ruto 10 bila break. Hao watu hawana numbers. Ni kelele tu ndio wanapiga hapo. Hao watu wapigi kura. Na nasema tu kura. Mtu anapiga kura anatoka pande hapa ni wapi? Hapa ni Mount. Wako na 5 million strong. Na mtu wa maji ako na 1 million ya kusukuma. 1 million ya kusukuma anapeleka mtu wapi? Na Waluya wamesaiwa wamejanjaruka wanaenda. Wakisi wamesema wataki mambo ya ODM. Sasa wewe bado unataka kuomba kwa kanisa. Wewe ni pastor na umepewa kanisa moja inatoa sadaka 1 million. Na sasa kanisa moja inatoa 10,000. Unaenda wapi? 1 million ukweli mzuri kweli. Mimi nimeenda kwa 5 million strong. Wewe Mr. Speaker kitujue. Wewe ulianza kupiga kura. Kura yako haijawahi pitisha president. This same round hata unaenda kugonga nje. Mimi
Edwin Songa. Nimechoka na kugonga nje leo hii. Nimeapa ya kwamba kama in 2027 kura yangu lazima ichague president. Na president nachagua Ruto must go, akue nani tunaweka. Na Mr. Speaker, hawa Kenya unasikia haja leo wanasemanga ngenge. Tumesikia kabila yangu wanasemanga ngenge. Wewe nyamaza. Wewe nafasi ongea. Mwambie bosa ongea. Wewe. Juzi ndio ulikuwa unalia kuna mtu anakulipi. Nani ndiye alikuwa analia nini hapo? Nimekusaidia nini? Nani yako na kilio mingi? Sawa. Wewe unazidi kuongea kizalio sasa. Hapa nyuma majuzi Gachagua anaita Mr. Raila tuwakuja wafanye kazi pamoja. Raila hiyo usikubali. Umekuwa umeona venye watu wamekuwa wakikutumia miaka mingi. Kuanzia hizo enzi za kitambo umekuwa ukitumika sana. Unajua venye nimefuatilia siasa hii Kenya, Raila amekuwa ni kama malaya wa siasa. Kazi hao viongozi wengine wanatumianga Raila kama malaya. Najua naona Raila ni malaya. Raila anakuja huku ground anachukua watu wengine anaweka kando yake ili waende maandamano wajaribu kupinga serikali. Ni malaya. That statement fast. Wateni kupiga Kenya message story. You have to give full statement. Nimesema hivi. We have to measure your mouth. Nimesema Raila amekuwa akitumika vibaya. Hiyo ndo nimesema. Wamekuwa akitumia Raila vibaya. Wanamtumia akae opposition na apinge serikali, na yetu Raila ndo tunamuona enda anaweza kuwa kiongozi mzuri. Unajua kama uko anaweza kuwa amekuwa. Kama uko na nyota kuwa kiongozi mzuri, watu huwa wanakupinga. Na hizo zinakuwa challenges zinakuanga kwa maisha. Hadi ukiangalia kwa Biblia, wale watu wenye walikuwa na maono mzuri, hao ndo watu wenye watu walikuwa wanapinga sana. Sasa ndo kwa maana nimesema Mr. Raila amekuwa akitumika vibaya, akae position, achukue watu waende maandamano. Na yetu tuko na hopes na yeye. Na hii Kenya hakuna mtu ameonja uongozi ya Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza mjaji ati huyu mzee atapeleka Kenya mbele. Sisi tuko na hopes na Mr. Raila. Na Gachagua usijaribu kuungana na Raila. Wewe uongozi ilikushinda. Kazi yako ilikuwa ni kuimba murima watu wangu. Na hiyo tumekataa. Hiyo tumekataa. Kwa hivyo wewe Gachagua kando tunafuata sheria. Ngoje miaka 10 iishe. Na hii ndio inafanya hata sasa pia mimi nataka kunyang'anywa microphone. Unataka kuongea point, watu wanataka kunyang'anya microphone. Hizo ni vitu tunajuanga. Kindly give me the mic. Na hii kitu tunafanya tunasema wazee waende nyumbani. Wazee waende nyumbani. But not Raila. Hawataki the upcoming but it's perpetual. Sui generis. Give me the mic. Hii kitu ndio inafanya vijana tunaona mbele na wazee wanatuongoza vibaya. Ndio kwa maana vijana unasema wazee waende nyumbani. Wazee waambie tumeweka hapo na wajui kenye wanatufanyia. Wamesahau kenye tunafanya tumewaweka hapo. Kwa hivyo 2027 kila mtu achukue kura, wazee waende nyumbani. Kindly let me water down this. Wanapeleka matumbo wao hapo mbele ya parliament. Wanasema tusitishe, we are the majority. Tusitishe, we are the majority. Hatuoni na wenzako hiyo majority yenu haitatusaidia na tutambui hiyo majority yenu. Kenya tunataka ni hiyo manifesto yenu. Nini mmefanyia wa Kenya? Maendeleo gani mmefanya? Na maendeleo ni vitu kama kutengeneza mashule, barabara, hospitali, vitu kama hizo. Kusaidia wananchi. We are the majority, we are the majority yet, we are the majority yet. Hiyo itusaidii na hiyo hatutambui hiyo majority yenu. Kila mbunge afanye kazi kwa sekta yake.
kila mbunge afanye kazi kwa sekta yake. Na Kasongo Kaongo, ongelesha watu wako wa Kenya Kwanza. Na nilisema hiyo si Kenya Kwanza, hiyo ni Kenya ua, Kenya abduct, Kenya chinja. Kazi yao ni kusema tu we are the majority na hakuna benefit yenye sisi wenye tuko chini tunapata. Tunataka Wakenya wajihisi kama ni Wakenya. Kila Mkenya akiwa Kenya anajihisi kama ni Mkenya. Si ati watu kuwa wabunge, kazi yao wanapokea mshahara nono, au wakishashiba wanasahau wenye wako chini. Na ndo tunaona mwenye shibe ajui mwenye njaa. Unajua mtu amezoea kushiba tu kila saa, yeye ajuangi mchungu ya mwenye ako na njaa. Na hivyo ndio vile tunaona wanafanya. So kila mwanabunge afanye kenye nimemweka hapo, kila mtu ajukumike, na kama hujui kazi yako uinue tu mkono useme mimi nimechaguliwa na wananchi na sijui kazi yangu. Tafadhali mnikumbushe. Na tutakukumbusha vizuri jueni mzee. It is so sad mzee mkubwa na anafunzwa kazi na kijana mdogo kama mimi. Kama hiyo kiti imekushinda, toka hapo kupatie watu wengine. Watu wengine kama mimi. Kuna Morara na kuna wengine bado watakuja. Kama kazi imekushinda, we toka hapo. Sio lazima usalimiwe, sio lazima utupiwe mawe ili ukumbushe kazi yako ni gani. Kila mtu anajua kenye ilimpeleka hapo. Kila mtu ajukumike. Na nyinyi wanasiasa nyinyi, tunaonea 18, we are seeing you in 18. Inaonekana mmesahau na kazi yenu. Na time inakuja yenye hatutakuwa tunawasikiza sasa. Kwa hivyo kila mtu ajue kenye inampeleka hapo.